Wengineko, uchumi wa Kenya unatazamiwa kupoteza hadi shilingi milioni 500 pamoja na mapato ya kodi kutokana na biashara ambazo zimefungwa na ushuru wa bidhaa za petroli kufuatia maandamano ya kitaifa kuhusu gharama kubwa ya mafuta. Biashara katika vituo vikuu vya kiuchumi zilisalia kufungwa siku nzima hii leo, huku wananchi wakisalia na hofu na wasiwasi kuhusu vitendo vya uporaji na hata uhalifu. Mwandishi Esther Diana anachambua hasara za kiuchumi zilizoshuhudiwa hii leo pekee kufuatia kusimama kwa shughuli za usafiri. Taarifa hii imetiwa sauti na Suleiman Nyeri. Sekta ya matatu hutajwa kama mfumo wa mzunguko wa damu wa uchumi wa Kenya, ikisafirisha zaidi ya 70% ya wafanyakazi nchini kila siku. Sekta hiyo pia huzalisha takriban shilingi bilioni 250 kila mwaka. Waendeshaji wa sekta ya matatu sasa wanakadiria kuwa wamepoteza takriban shilingi milioni 500 leo pekee. Hasara hizo zikijitokeza baada ya shughuli za usafirishaji kusimama ghafla, huku matatu, malori na magari ya teksi za kidijitali yakisalia nje za barabara. Hazina Taifa pia ilikosa mapato ya kodi, ya hali iliyopiga pigo mamlaka ya ushuru nchini KRA, ambayo tayari iko chini ya shinikizo la kutimiza malengo ya ukusanyaji wao wa mapato. Tunaweza tukasema kwa leo ni hasara ya kama 500 million. Hiyo ndio hasara tumeweza kuenda. Kiangalia kama kwangu kwa Ford Traveler Sacco, zile magari 700 niko nazo, inaonekana milioni kama 7 tutapata siku ya leo, milioni 7. Kulingana na KRA, serikali ilikusanya takriban shilingi bilioni 340 kutokana na kodi mbalimbali za petroli kufikia Juni mwaka 2025, kiwango kinachochangia karibia 13% ya mapato yote ya shilingi trilioni 2.572. Tuko tayari kuendelea kupata hiyo hasara, na tutaongea na mabenki wale wako na zile maloni tuko nazo. Tuko na maloya already tumeweka in place ya kusema kuwa tutaongea na benki yote waweza kutusikiza, kwa sababu ile faida tungeweza kupata ndio tulipe hiyo loan, ndio inaenda kwa hii hasara ya mafuta. So najua wanasemanga watu wa matatu wanasemanga siku moja wanarudi kwa barabara. Hii sio ya siku moja, hii tutaendelea naye. Muungano wa sekta binafsi nchini Kenya, KEPSA, umewahi kukadiria kuwa uchumi unaweza kupoteza hadi shilingi bilioni 3 kwa siku wakati wowote kunapokuwa na maandamano makubwa. Sekta ya usafiri ni miongoni mwa waajiri wakubwa nchini, ikitoa zaidi ya ajira milioni 1 za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa madereva, makondakta, mafundi na wafanyabiashara wa vipuri. Inakadiriwa kuwa matatu moja yenye uwezo wa kubeba abiria 25 hupata mapato ya takriban shilingi 20,000 kwa siku. Kwa sasa, Kenya ina zaidi ya magari 1380 yanayotoa huduma za usafiri katika njia mbalimbali nchini. We can differentiate from other days and today. Today's I think there is no, most of business is a bit low than official days, but today it's more hard that. Today we will not have too many customers because here at CBD people are so confused, people are so dull, people are in fear because of the maandamano. Maandamano hayo pia yameikosesha serikali mapato ya siku nzima, huku wafanyakazi wakishindwa kufika kazini au usambazaji wa bidhaa muhimu kama mazao mapya na mali ghafi kukwama njiani. Lakini si ile kufungua ya kawaida, tumefungua in case vurugu ianze, tuko ready kufunga. Kama watu wa Uganda, Tanzania wanatumia mabasi kukuja huku, so kwetu imetuadhiri juu kwa sasa hatuna wateja. Leo street ziko clear, hakuna mtu. Leo tunahesabu tu hasara, ile ndio tunahesabu leo tu, tutarajie kupata pesa yoyote. I don't want us to raise the expectations of our people. We have also to meet the matatu operators just to discuss and make them understand that the government has already intervened. These prices that you are seeing, already the government has intervened. It is known worldwide that we have a crisis. Waziri wa fedha wa kitaifa John Mbadi ameendelea kusisitiza msimamo wa serikali, huku kukiwa hakuna tamko rasmi kuhusu iwapo serikali itachukua hatua kupunguza ushuru ziada kwenye bidhaa za mafuta au kuweka ruzuku zaidi.